Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nami ninawasalimu kwa jina la Bwana wa majeshi. Si mwingine, naitwa Mwalimu Deborah Charles. Ni majira mengine tena nimekuja kuwaletea maneno ya uzima. Karibuni kunisikiliza. Bado ni mtoto ambaye niko chini ya wazazi wanaonichunga, chini ya Apostle Geoffrey pamoja na Mama Clementina. Basi sitatumia muda mwingi kujitambulisha. Tutaenda kwenye kichwa cha somo. Kichwa cha somo nilichowaletea usiku wa leo: kitambulisho. Wewe uliyeokoka unatambulikanaje katika ulimwengu wa roho? Nimekuja na kichwa cha somo kidogo sana. Nini maana ya kitambulisho? Kitambulisho kwa wewe uliyeokoka ni vile unavyotambulikana katika ulimwengu wa roho au wa mwili. Lakini nipo kukutambulisha kitambulisho cha ulimwengu wa roho. Wewe uliyeokoka unapaswa uwe na kitambulisho. Kwa sababu pasipo kitambulisho, ulimwengu wa roho, wale walio upande wa pili wana vitambulisho vyao. Kila mtu unamuona anatambulikana kulingana na kazi yake. Katika hali ya mwili tunaona kuna utambulisho wa mavazi, kuna utambulisho wa identity card, ile kadi inayokusaidia, kuna kitambulisho cha uraia. Hivyo ni katika hali ya mwili. Kwa hiyo unakuta kama wewe ni nesi, unapata neema ya kutambulikana kwamba wewe ni nani. Basi twende kwenye neno la Mungu. Tuone Kutoka 3 mstari wa 10 mpaka 13. Haya basi, Kutoka 3 mstari wa 10 mpaka 13. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri? Akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe, na dalili ya kuwa nimekutuma ndio hii: utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu katika Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakaniuliza jina lake ni nani, niwaambie nini? Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Basi tutaomba kwa ajili ya msingi wa neno. Baba, katika jina la Yesu ninakuinua, ninakutukuza, Mwokozi mwema. Tazama, ni majira mengine tena nimekuja kulinena neno lako. Ninaomba unijalie neno la hekima, maneno yangu yote yakanyamaze kimya, bali yakatoke yale ambayo umeyakusudia juu ya kundi ambalo umeliandaa liweze kufunguliwa kupitia neno hili. Baba, nipake mafuta yako mabichi, nipake upako wako mpya katika jina la Yesu Kristo. Ninahitaji neema na kibali ili ninapolisema neno hili kinywa changu kikaambatane na Yesu mwenyewe. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Mungu uliye hai, unitetee, unipe kibali tena machoni kwa wote wanaonisikiliza. Nimeomba kupitia jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi kama tulivyosema, kichwa cha somo: unatambulikanaje katika ulimwengu wa roho? Wewe uliyeokoka. Hapa niko na waliookoka. Japo nimeelezea kwamba kitambulisho kipo cha aina nyingi. Mimi niko katika ulimwengu wa roho. Maana nini maana ya kitambulisho? Ni ile alama
inayokutambulisha katika ulimwengu wa roho. Ni ile alama, ni kile kitambulisho cha mtu aliyeokoka kinakuwa cha namna gani. Kwa hiyo nimesema ni ile alama inayokutambulisha. Tunaona hapa Musa anatumwa kwa mara ya kwanza na Mungu aende kwa wana wa Israeli, akawaambia kwamba neema ya kukombolewa imekaribia. Lakini Musa anajitetea, anasema nikienda kule wale wana wa Israeli watanitambuaje mimi? Je, wataniaminije? Nipe kitu ambacho kitanifanya watu hawa wapate kuniamini. Mungu akampa jina, akajitambulisha, akasema nenda kanitambulishe kwa jina hili. Kwa hiyo akasema kama hamtanielewa, sema Mungu wa baba wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo ndiye aliyenituma kwenu. Kwa hiyo alienda na ule utambulisho wa Mungu mwenyewe, kwa sababu Musa aliamini kabisa wana wa Israeli hawawezi wakamwamini. Na kwa kuwa aliamini kuwa hawatamwamini, ikabidi ajitoe kwenye maswali, aanze kuuliza. Biblia inatuambia alipotumwa, haya basi nitakutuma sasa kwa Farao. Anaambiwa huyo ni Mungu, anamwambia haya basi nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Lakini Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende? Kwa alikuwa anataka apate kile kitambulisho kitakachomtambulisha kwa wana wa Israeli. Hivi vitu hawezi kwenda kwa sababu kwanza alikuwa na ile kisa, ameenda kule akalelewa kule na akawa amefanya lile kosa la kumpiga Misri. Kwa akawa ametambulikana ya kuwa yeye ni Mwebrania. Sasa kwa kuwa alikuwa ameshakimbia, ndipo Mungu, ukisoma hapa 3:1 tunaona jinsi Mungu anavyomtokea Moses kwa ule moto, kijiti kisichoteketea. Lakini hapa chini ndio anamwambia nimeona mateso ya watu wangu. Kwa hiyo bado anaendelea kumweleza kwamba ninataka uende ukawatoe. Kwa hiyo nini nataka nikufundishe? Hapa Mungu alikuwa anajitambulisha kwa Moses, na Moses apeleke utambulisho wa Mungu wa baba zao ili wale watu waweze kuamini. Kwa hiyo kitambulisho kinakutambulisha, kila mtu inategemea uko kwenye nafasi gani. Lakini kwenye kitambulisho cha wokovu kuna kitambulisho kinaitwa ubatizo. Hicho ni cha kwanza. Unapookoka, kwanza kabisa unaanza na ile anasema atakayeamini, unamwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Huo ndio utambulisho wa kwanza. Anasema atakayeamini ataokoka na kubatizwa. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa kinachomtambulisha mtu aliyeokoka ni kile kitendo cha kupiga magoti na kuwekewa mkono na mchungaji wake ambaye atakuwa amepata kibali kumuombea. Pale anapotamka ile saa kwamba nimeamini, nimekubali, kile kitendo cha kuamini ndicho kinamsababishia ya kuwa atambulikane katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu anapokubali tu kwamba Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, kuanzia leo nimezikataa dhambi, kuanzia leo nimekataa utu wa kale, kuanzia leo nimekataa wanasalishwa mambo mengi, nimekataa uzinzi, nimeikataa miungu ya kwetu, nimekataa mizimu, nimekataa vyote hivyo, ili apate ile alama itakayomtambulisha katika ulimwengu wa roho. Kwa anapokuwa anakataa pale, anaona kama ni kitu cha kawaida, lakini hapana. Tazama hapa, wakati Musa anatumwa kwa wana wa Israeli, anajitetea mara kwa mara mpaka Mungu anawaka hasira. Lakini mwisho wa siku akamwambia, waambie niko ambaye niko amenituma kwenu. Kwa alijitambulisha kwa hilo jina kwamba yeye yupo jana, leo na hata milele. Kwa alipojitambulisha kwa hilo jina, tunaona bado Musa ni mdadisi, akakataa tena. Ndipo akamwambia kama hawatakuamini kwa hilo, bado tunaona hapa anakataa. Anaambiwa kwamba sasa wakikukataa kwa hilo, acha nikupe ishara. Kwa hiyo tunaona hapa anapewa zile ishara kwamba utaweka mkono, ule mkono wake ukao umebadilishwa. Ina maana kuna jinsi ambavyo Mungu aliambatana naye. Kwa hiyo mkono ule anaambiwa weka mkono wako ndani ya kifua, baadaye toa. Alipotoa anakuta mkono wake umekuwa ukoma. Baadaye anaambiwa rudisha tena. Unaona? Hiyo yote ni utambulisho, wale watu wapate kumwamini kuwa huyu ametokewa na Mungu. Kwa hiyo tunaona Mungu akaendelea kumthibitishia, akasema wasipoiamini ishara ya kwanza,
basi utafanya ishara ya pili. Umna nini mkononi mwako? Akasema nina fimbo. Ndipo anaambiwa idondoshe chini. Ile fimbo tunaona inatokea ishara ya kuwa inageuka kuwa nyoka. Kwa hiyo vile ndivyo ilikuwa, ili akathibitike kwa wana wa Israeli. Aliambiwa kwamba achilia hiyo fimbo. Baadaye anaambiwa iokote tena. Wakati anaiokota, fimbo inarudi katika hali ya kawaida. Hizo zote ni ishara ili apate kutambulikana kwa wale wana wa Israeli. Maana wa Misri wasingeweza kuamini. Haya, bado tunaona anaambiwa kama hawataamini hizo ishara zote mbili, basi utayachukua maji na kuyaweka juu. Juu tu hapa nchi kavu. Yatabadilika kuwa damu. Lakini tunaona Mungu ni mwaminifu. Wakati amemtuma ile niko ambaye niko, tayari Farao alianza kumwogopa Moses. Alimuogopa kwa nini? Kwa sababu alikutana na kile kijiti kikamvika ule utisho. Maana ule moto ambao alikuta aliona hauteketei. Kwa hata Moses alipotoka pale, hakuwa mtu yule tena ambao alimzoelea mara ya kwanza. Alikuwa ameshatambulishwa na Mungu. Ameshavikwa ile miara ya moto. Kwa anapotokea kwa Farao, alivikwa ule utisho kiasi kwamba anapoenda asiogope. Na ndio maana alikaa muda mrefu mbele za Mungu. Hakuweza kuondoka haraka. Anajaribu kuuliza itakuwaje? Litawezekanaje neno hili? Je, Mungu wakiniuliza huyo Mungu aliyekutuma ni Mungu wa namna gani? Mungu anaendelea kujitambulisha kwake. Anamwambia waambie kwamba niko ambaye niko amenituma kwenu. Kwa hiyo tunaona bado Moses alikuwa mbishi sana. Lakini Mungu kwa kuwa alikuwa ameshamchagua, akamwambia ni nani aliyekifanya kinywa chako kuwa bubu? Pale anasema mimi kwanza siwezi kusema. Ndipo anamwambia ni nani aliyeumba hicho kinywa? Kwa hiyo kuna wakati watu tunaitwa kwenye wito, tumekuwa na vitu vingi tunajitetea. Tazama Moses aliweza kutii, lakini kwa mpaka Mungu alivyojifunua kwa utambulisho mkubwa sana. Kwa hiyo nini ninakufundisha mtu wa Mungu siku ya leo? Kitu ninachokufundisha siku ya leo ni kwamba ujue utambulisho wako katika ulimwengu wa roho. Je, umeokoka na huo utambulisho upo? Kwa sababu unaweza kuwa umeokoka lakini kumbe umepigwa ishara za mihuri ya wachawi. Wewe unajua umeokoka, lakini ulimwengu wa roho wachawi wanakutambua ni kundi lao. Kwa hiyo muangalie Moses, alijaribu kuuliza yule mtu aliyekutana naye mara kwa mara. Kwa hiyo kwa nini aliuliza? Kwa sababu aliona hawa watu mbona wameteseka muda mrefu sana. Je, huyu Mungu wao alikuwa hawaoni? Lakini Mungu naye kwa sababu majira yalikuwa yamefika ya kuwakomboa wana wa Israeli, tunaona aliendelea kujieleza kwa Moses mpaka ilipofika hatua Moses akatii, na ndio akachaguliwa Haruni. Akasema si una mdogo wako anaitwa Haruni, basi naye atakulaki kwa furaha, atapata amani moyoni. Na kama atapata amani moyoni, ina maana tayari ataambatana na wewe. Ndipo akasema ile sauti itakayotua kwa Moses itaenda kutua na kwa nani? Na kwa Haruni. Kwa hiyo akasema wewe utakuwa Mungu kwa Haruni, lakini Haruni atakuwa ni nabii, atakuwa na translate kwa wale wana wa Israeli. Kwa hapo akashindwa cha kujitetea. Yote hiyo nataka ujue utambulisho. Mungu alikuwa anajitambulisha kwamba yeye ni Mungu wa baba zao, wasiogope. Kwa hiyo alikuwa anajitambulisha kwa viwango vikubwa sana, ili hata Moses alikuwa anamtengenezea mazingira ya kumuondolea hofu. Kumbuka kule alikuwa ameshaua. Kumbuka kule alikuwa ameshafanya mambo mengi. Kwa hiyo nini? Angemtuma tu kawaida. Pale alikuwa anajitetea kwamba bubu, hapana sio bubu. Alikuwa anaogopa kwa sababu kule alikuwa ameshaharibu. Sasa anawaza anaendaje? Lakini tunaona Mungu ni mwaminifu. Mwisho wa siku alitii ule wito alioitiwa na nani? Na Bwana. Tunaona utambulisho pia hata kwa Elisha. Elisha bado anaambatana na Elia. Pale Mungu anamwambia nimependa kukupandisha Elia. Na Elisha akamfuatilia. Kuna sehemu Mungu aliachilia neema, naye akajifunua kwa nani? Kwa Elisha. Alipoangushiwa lile vazi, kuna jinsi ambavyo Mungu alimbadilisha, akawa amemvika ile roho ya Elia ili ikamtambulishe kwa wale wana wa manabii. Na tunaona alipotoka tu pale, alipolipokea lile vazi, alipotokea kwa wale wana wa manabii waliokuwa wakimdhihaki na kumcheka na kumdharau, kuna jinsi Mungu alijifunua kwa utisho mwingine.
Kwa alipokutana nao wote walikuwa wanasujudu kifudifudi. Ilitoka wapi? Ni kwa sababu Mungu alimfunika na lile vazi ambalo lilimwangukia wakati anamwangalia babake anapaa kwenda mbinguni. Nini tunajifunza? Ni ule utambulisho. Mungu anapokuwekea alama, hebu jaribu kuitunza. Usione ya kawaida. Alama ya Mungu inakutambulisha popote. Alama, Mungu kwa nini anaweka alama? Mungu anakuwekea Roho Mtakatifu. Hiyo pia ni alama yake. Utakapotokea kwa wachawi, wewe ni miara ya moto. Ile miara ya moto tayari inakutetea. Kwa hiyo huwezi ukaonewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimependa kueleza nini maana ya kitambulisho. Kitambulisho ni ile alama ambayo Mungu anakutambulisha katika ulimwengu wa roho, kwamba wewe ni mwanae, sio mtu wa kawaida tena. Na ndio maana unapookoka tu, Biblia inatuambia unashiriki kile kifo cha Bwana Yesu. Wakati umeokoka, unabatizwa, kile kitendo cha kudumbukia kwenye maji na kuinuka tena, ule ukale unabaki pale. Unakuwa umeshiriki mauti ya Kristo, kwa umepokea utukufu mwingine. Ndio maana ninakuambia kwamba usipobatizwa wakati umeokoka, bado una kasoro. Utambulisho wako hauwezi ukatimia. Tamani umeokoka. Kitu cha kwanza nimesema kuamini. Unaamini ya kuwa huyu ndiye Kristo amenitokea na ninapaswa niokoke. Kitu cha pili, ubatizo. Kitu cha tatu, unapewa ile neema ya Roho Mtakatifu. Kitu cha nne, unapewa nguvu za kumshinda adui. Ndio maana unaambiwa kwamba utakanyaga nyoka na inge na hazita kuzuru, kwa sababu umeshakuwa mwana wa Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu anapotuokoa anatufanya kuwa wana. Sasa sijajua mpendwa unayenitizama muda huu, sijue kama bado una ule utambulisho ambao siku ya kwanza uliweza kuokoka, ukavikwa zile nembo zote za alama za Yesu Kristo, lakini baada ya muda ukajichafua. Uwe na uhakika ile alama ina kawaida ya kufutika. Alama ya Kristo, unapopigwa ule muhuri, anasema alitupiga alabu. Alitupiga ule muhuri wake wa Roho Mtakatifu. Anasema alabu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ile alama ya moto wa Roho Mtakatifu unapopigwa kwenye paji la uso wako, usije ukaidharau mtu wa Mungu. Ule ni moto. Na ule moto haufutiki haraka. Ni alama inayokutambulisha katika ulimwengu wa roho. Lakini kama utachezea hiyo neema, ukasema mbona kitu cha kawaida, mpendwa, ile alama ina kawaida ya kufutika. Maana roho anaitwa Roho Mtakatifu. Roho ziko nyingi. Wachawi wana roho yao. Roho ziko nyingi sana. Waganga wana roho yao. Miungu ina roho yao. Hata wanadamu wana roho yao. Lakini Roho Mtakatifu analia aba aba. Huyo ndiye hutupiga arabu yake. Ule muhuri ukishakaa kwenye paji lako la uso, popote unakotembea wanakuelewa kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Na hata katika hali ya mwili, kama wewe kabisa unatembea katika Kristo, kuna alama hata ya mavazi. Watajua tu huyu, utasikia huyu sio mchungaji kweli. Sio mchungaji kweli. Ni Mungu amemshepu. Kwa anapotembea ana ile nembo ya Kristo. Mpendwa, mafuta ya Mungu kisha dondoshewa, hata kama utahangaika, utazurura unavyojua, utajichafua, utafanyaje, lakini ile alama mpaka ifutike, basi umegaagaa sana. Mara nyingi kitambulisho cha Mungu hakitoki haraka, mtu wa Mungu. Kitambulisho cha Mungu kina alama. Ile alama mpaka itoke kwako, basi umetembea bila kumsikiliza Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ana kawaida ya kuonya. Roho Mtakatifu ana kawaida ya kukwambia hili halimpi Mungu utukufu. Roho Mtakatifu ana kawaida ya kuweka ukiwa. Roho Mtakatifu ana kawaida ya kuweka huzuni. Roho Mtakatifu atakusemesha kwa njia nyingi. Akiona hujaelewa ndipo anatoka. Na akitoka, na ile alama ya utambulisho wake inapotea. Kwa utakuta ulikuwa unaweza kufanya mambo ya kiungu, ghafla yanapotea. Kwa nini? Utambulisho wako umechafuliwa na shetani. Kwa hiyo ninaomba mtu wa Mungu, usiku wa leo, jitathmini, jikague. Je, una utambulisho gani katika ulimwengu wa roho? Na kama una kitambulisho cha Yesu Kristo, kwa nini uonewe?
Kwa sababu kuna mtu anakuambia yeye ameokoka na miaka 5, lakini unakuta anaonewa, magonjwa hayaishi, watoto kila siku hospitali. Sisi tulio ndani ya Kristo mpendwa, hata dawa huwa tunasahau. Kitatokea kikohozi dakika 2-3 kimeisha. Kwa nini? Utambulisho unatulinda. Kile kitambulisho huwa kinakuwa ni mwari wa moto. Kwa hiyo adui anapotuma, Yeremia amesema wamepewa neema ya kutujaribu, lakini kushinda hapana, hawawezi wakashinda. Ila kujaribu huu mwili ambao Mungu ametuumbia, ambao unaoza, ambao unakufa unabaki, alafu tunapewa mwili mpya. Au anauchezea wanavyotaka. Lakini kwa nini wakuchezee? Ukiwa na nguvu za Mungu ndani yako, huwezi ukaonewa na magonjwa. Yaani kama huna neema ya Mungu, hata hivi tunavyohubiri, kama uko kawaida mpendwa, saa hii unamaliza tu na kesho anakukuta unatetemeka. Kwa nini? Adui hapendi unene ufalme wa Mungu. Adui hapendi watu waliowafunga miaka mingi kwenye mashimo, anataka wakae huko aendelee kuwafanya kuwa mateka. Kwa unapoielezea nuru ya Kristo, ina maana inawazukia watu wanaokolewa. Sijui ukafikiri ni kitu cha rahisi. Shetani anaachilia maripizi, anaachilia visasi ili kukuvunja moyo unayeweza kuzinena siri za ufalme wa Mungu. Lakini tunaye Yesu Kristo aliyetupiga mihuri. Ule muhuri unaposimama katika ulimwengu wa roho, adui anasimama, anataka kukuonea. Ule muhuri ni mwari wa moto. Unampiga, anakaa pembeni. Kama alivyosema katika neno lake Samueli wa kwanza sura ya 2 na ule mstari wa 9, anasema washindanao na Bwana watapondwa kabisa. Bwana atawapigia radi. Yaani Bwana akishaona kwamba huyu hasikii, radi huwa inatoka mbinguni, radi ya moto isiyo ya kawaida inampiga. Mwisho wa siku walio wengi wanatuita huyu ni mchawi. Huyu hamna, sio wa kawaida. Hapana, ni kujitiisha katika maombi na kuwa karibu na huyu Kristo. Kristo unakuwa karibu naye vipi? Ni neno la Mungu. Hakuna kitu kingine. Kwa hiyo kila mtu ana kitambulisho chake. Lakini kitambulisho cha kwanza kwa wewe uliookoka, tamani kuwa na nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako. Ule uwepo wa Mungu unapokuwa pamoja na wewe masaa 24, mpendwa, hauwezi ukaonewa. Yaani wewe umeokoka, halafu unaniambia kwamba usiku nimekabwa. Ina maana Yesu Kristo anasema uongo? Utambulisho wako unakuwa umechafuka. Kama utambulisho wako uko salama, huwezi ukaonewa, kwa sababu ule muhuri, yaani malaika wako masaa 24. Zaburi 34 mstari wa 7 anasema nitaweka malaika watafanya kituo kwa mchao. Kwa hiyo wale wanaomcha Mungu lazima malaika wafanye kituo mahali hapo. Sasa huyo adui atakaye kuonea anatoka wapi? Unaonewa kwa sababu hujataka kutembea katika kusudi la Mungu. Unatembea mguu mmoja ndani, mmoja nje. Unaharibu kile kitambulisho ambacho Mungu alikupa wakati unaokoka. Wakati mtu anaokoka anabidii sana. Mtu anaokoka kile kitambulisho kinamtambulisha ile full age ya wokovu. Mtu pale hata akisikia watu wanasema waimbaji tunahitaji wamepungua, tunahitaji waimbaji, anajiandikisha. Akisikia sijui wana praise, anajiandikisha. Akisikia sijui wana maombi, yupo kila eneo. Watoaji yupo, kwenda kuona wagonjwa yupo, tunategemeza wachungaji yupo. Kile kitambulisho kinakuwa kinawaka hivi. Ngoja sasa auzoelee ule wokovu. Ile neema huwa inaenda inapungua. Mwisho wa siku kile kitambulisho kinafutika. Nini? Wanyang'anyi wanasema hapa tulikuwa tunakutafuta muda mrefu, sasa tumekupata. Kwa hiyo nini nakufundisha mtu wa Mungu? Tafuta kitambulisho chako. Umekitupa wapi? Maana bila kitambulisho hata katika hali ya mwili huwezi ukaenda kazini huna kitambulisho. Watakuuliza kitambulisho chako kiko wapi? Kwa hiyo unakuta wachawi wana kitambulisho chao. Ndio maana mchawi hata kama anaishi hapa akaenda labda Dar es Salaam, wanamtambua kwa kitambulisho. Wanajua huyu ni mchawi wa wapi? Wa Mwanza. Na wanajua yaani wanajua na cheo chake. Kwa nini? Ni ile roho ambayo imepigwa muhuri. Wanapigwa alama zao, wenyewe wanajuana. Mganga anajulikana. Huyu ni mganga mkubwa. Sijui yuko wapi Sumbawanga. Sio anajulikana tu kwa maneno, hapana. Katika ulimwengu wa roho anakujua. Pendwa, usizimie moyo. Wewe uliyookoka unajiona ni wa kawaida sana, lakini katika ulimwengu wa roho wewe ni mpana. Wewe ni mtu mnene, ni jitu. Mungu anajivunia. Kwa kama Mungu anajivunia, usimwaibishe Mungu wako. Amekupa kitambulisho chenye moto ulao.
unapotembea malaika wanakuzingira. Kwa hiyo hakuna adui anaweza kukuonea, ila utaonewa kwa sababu unaanguka kila itwapo leo. Na kwa kuwa amesema kumbuka ulipoanguka, basi watu wanasema hapa leo ameanguka, ametubu, kesho ametubu, kesho kutwa ametubu. Sasa hata Mungu anasema jamani, nitamtapika mtu huyo. Biblia inasema iko wazi, anasema hivi, kama ni vuguvugu uwe vuguvugu, kama ni moto na uwe ni moto, kama ni baridi basi uwe baridi, maana utatapikwa. Sasa kwa nini utapikwe, uondolewe hizi sifa ambazo ninakutamkia usiku wa leo? Tamani kuwa na kitambulisho kitakachokutambulisha katika ulimwengu wa roho. Adui anapokuja anakukuta ile Efeso 6 mstari wa 10 mpaka 15 zimesimama. Anaangalia imani uko vizuri. Imani inazima mishale ya adui. Kwa hiyo wanapokuja wanakuta umejaa. Nini kinatokea? Watarusha mishale na mishale. Mwisho wa siku wanasema huyu ni mchawi. Sasa ukishakuwa mchawi, ina maana Yesu wako ni mbabe. Siku zote Yesu ni mbabe. Chawi hawezi akamweza Yesu hata siku moja. Ukiona mchawi amekuroga, ujue wewe mwenyewe umefuta ule utambulisho ambao Mungu alikupa. Unapookoka lazima upate kitambulisho. Ndio maana Warumi 10 mstari wa 9 mpaka wa 10 Biblia inasema ukiamini utaokoka. Kama usipoamini hauna jipya tena. Kwa hiyo tunakutangazia siku ya leo, mtu ambaye ulirudi nyuma, jaribu kumtafuta huyu Yesu tunayemhubiri muda huu. Tunakuhubiria kwa nini? Walio wengi wameharibu yale mahekalu yao. Hekalu takatifu likisha haribika, huna kitambulisho. Kitambulisho kinatembea na mtu ambaye ni mtu wa maombi, anapenda toba, hajihesabii haki. Ukiwa ndani ya Kristo muda wote jua wewe ni mdhambi, maana unaishi na waovu. Lakini walio wengi akishaona kwamba yeye ameokoka, basi anaona wengine wote hawafai. Hapana. Wataokokaje wale? Utaendaje kwa mbwa mwitu? Anasema ninakutuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu, uende ukavune yale mavuno. Sasa utawavunaje wakati unawatenga? Hutaki kuwatenga katika hali ya mwili. Ndio maana vita vyetu sisi ni si juu ya damu na mwili, ni juu ya falme, juu ya sultani, juu ya mapepo wabaya. Huko ndo tunapigana. Huko wanasema damu kwa damu. Damu ya Yesu inapigana na damu za wanyama. Wao wanachinja wanavyovijua, na sisi tunachinja damu yetu. Yesu Kristo yeye alishamwaga, anatutetea. Kwa hiyo ninakushauri usikubali kitambulisho chako kikadondoka. Kitunze kitambulisho, kitakusaidia. Kwa sababu kitambulisho kinakuruhusu mahali popote kuingia. Anasema hivi, wewe uliyeitwa mwana wa Ibrania, uliyeitwa mwana, unafananishwa na baraka za baba yetu Ibrahim. Uliyeitwa nani? Mwana. Yaani Yesu Kristo akisha kufanya kuwa mwana, anasema hakuiti kuwa mtumwa tena, unakuwa ni rafiki yake. Sasa Yesu Kristo akufanye kuwa rafiki yake, halafu bado akuache uonewe. Hakuna kitu kama hicho. Yesu ni mtu anayeitwa, ni mtu mwenye upendo. Ndio maana hata Yesu Kristo Mungu alipomtoa alimpa kitambulisho. Unataka kujua alimpaje kitambulisho? Pale wakati anabatizwa tu akamtambulisha. Kwanza Yesu alitambulishwa kwini. Kuna sehemu yuko anaanza tu kuwekwa kwenye tumbo la mama. Utambulisho, utazaa, hicho kitakachozaliwa ni kitakatifu. Kwa Yesu alipata kitambulisho toka yuko tumboni, na jina likatoka. Amekuja, amekuwa kidogo, anaenda kubatizwa kwa Yohana, zile nguvu zimemfunika. Yohana anaogopa hata kugusa viatu vyake. Lakini Yesu alikuwa mnyenyekevu sana. Akasema hapana, umestahili kunibatiza ili maandiko yapate kutimia. Lakini Biblia inatuambia aliogopa, akasema sistahili kugusa hata gidamu ya viatu vyako. Kwani kile kitambulisho kilikuwa kinajitambulisha kwake. Usicheze na mtu akiwa na kitambulisho cha Kristo. Ni moto, ni mwali wa moto. Usicheze na moto wa Roho Mtakatifu. Labda wewe hauna, lakini ukiwa nao hakuna naye kuonea. Watacheza tu kwa sababu wameruhusiwa kutujaribu, lakini kufanya chochote hawawezi, kwa sababu aliye ndani yetu ni mkuu kuliko miungu yote. Kwa nini nakwambia hata Yesu Kristo kuna sehemu alitambulishwa. Wakati amemaliza kubatizwa, Biblia inatuambia amezamishwa tu akatoka.
kuna jinsi ambavyo baba yake alimtambulisha kwa wanadamu ili wajue huyu ndiye niliyowaambia kwa nabii Isaya kwamba atakuja aliyebeba nguvu za kifalme begani mwake. Kwa akamtambulisha, huyu ni mwanangu, msikilizeni. Tena anasema huyu ni mwanangu ninayependezwa naye, nimempaka mafuta. Usicheze kabisa, usicheze na kitambulisho, mtu wa Mungu. Jifunze kukitunza. Unapopewa kile kitambulisho usikichukulie kawaida. Ni kitu cha kawaida kwa sababu huelewi thamani yake. Lakini siku moja ukijua kumbe kitambulisho kilikuwa kinakufanya usiumwe, kinakupa ulinzi, kitambulisho cha Roho Mtakatifu, ule mwali wa moto ulikufanya usirogwe, ulikufanya usije ukafikiri hawakuchezea, wanakuchezea. Lakini ukiona umepata yale mafua, ujue alichokifanya ni kikubwa mno. Yaani malaika amehangaika na wewe mpaka unaona tu ile mafua. Lakini kawaida adui akikuona umeokoka anarusha mishale kila itwapo leo na hachoki. Kwa hiyo nataka twende tusome tena Kutoka 12:26 mpaka 27. Pale tena tunaona Mungu alijitambulisha. Kutoka 12. Ngoja nisome, anasema, kisha itakuwa hapo watoto wenu watakapowauliza nini maana yake utumishi huu kwenu, ndipo mtawaambia ni dhabihu ya Pasaka ya Bwana, kwa kuwa alipita juu ya nyumba za wana wa Israeli huko Misri, hapo alipowapiga wa Misri akaziokoa nyumba zenu. Naona kwamba Mungu alisema nitakapoiona ile damu sitaruhusu aharibu yale marango. Kwa walitambulika, wale wana wa Israeli walitambulika kwa ile damu ya mwana kondoo. Ndio maana jana nilieleza habari ya Pasaka. Pasaka ni sadaka ambayo Yesu Kristo alitoa uhai wake. Alisema ninatamani kuila hii Pasaka. Yaani alikuwa na maana kwamba ninaenda kutolewa sadaka. Kwa hapa anasema itakuwa kisha itakuwa hapo watoto wenu watakapowauliza ni nini maana yake utumishi huu kwenu, alipita, anasema ndipo mtawaambia ni dhabihu ya Pasaka. Yaani kwamba utawatambulisha kwamba jamani kulikuwa na kitu kinaitwa dhabihu, kwamba ni Pasaka, ni mtu alijitoa sadaka. Ni mtu alitolewa sadaka. Hapa sasa sio mtu, hapa alitolewa ni mbuzi, ni kondoo. Kwa anasema ni ile kondoo, anasema ni dhabihu ya Pasaka ya Bwana, kwa alipowapiga wa Misri akaziokoa nyumba zetu. Hao watu wakafanya mambo, hao watu wakainama vichwa na kusujudia. Basi wana wa Israeli wakaenda na kufanya mambo hayo vile vile kama Bwana alivyowaamuru Musa na Haruni, ndivyo walivyofanya. Kwa hapa Mungu anawaambia kwamba mpaka kizazi chao waje wamtambulishe Mungu aliyeweza kuwatenganisha. Wakati lile pigo la mwisho la 10 la Farao, wakati linapita, Biblia inatuambia walipewa maelekezo wana wa Israeli. Wana wa Israeli yale maelekezo waliambiwa wamchinje mwana kondoo aliyenona. Halafu akisha chinjwa wakapewa maelekezo jinsi ile damu imwagikie kwenye bakuri. Halafu wawe na isopu, ile tawi, wao wanachovya, wanaweka kwenye vizingiti vya nyumba zao na mimo ya milango yao. Kwa hiyo jinsi walivyokuwa wakiweka ndivyo ile ishara ilikuwa ni kitambulisho chao kwamba hapa hii ni nyumba ya mwanangu, hii ni nyumba ya mwanangu. Kwa hiyo anatoa tahadhari kwamba hii iwe historia mpaka kwa kizazi kitakachokuja kwamba mlitolewa Misri kwa sababu ya ile damu iliyomwagika, mkaiweka kwenye mimo ya milango na vizingiti. Kwa hiyo nini kiliwatambulisha wana wa Israeli kikawatenganisha na wa Misri? Ni ile damu, ile Pasaka. Kondoo ambaye alichinjwa alikuwa ni Pasaka, alikuwa ni sadaka kwa ajili ya wana wa Israeli kutolewa utumwani. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo anasema ni nini maana yake utumishi huu kwenu, kwa kuwa alipita juu. Anasema ni nini maana yake utumishi huu kwenu, ndipo mtawaambia ni dhabihu ya Pasaka. Ni sadaka hiyo, kwamba haikuwa sadaka ya kawaida. Ile ilikuwa ni sadaka ambayo inawaondoa kwenye utumwa. Kwa hiyo ile ni kama kondoo kweli alichinjwa, lakini ile damu iliyomwagika, Mungu alikuwa akiitazama, anajua hawa ni wanangu, hawa ni wanangu. Kwa hiyo walitambulikana kwa ile damu.
Uwe na uhakika kama kuna Mwisraeli mmoja alifanya kiburi, au hata kama Moses mwenyewe angekaidi akasema mimi mbona ni mkuu, acha nisiweke ile damu, kitambulisho hakipo tena. Kwa hiyo kitambulisho kilichowatambulisha wana wa Israeli ni ile damu walioipaka kwenye mimo ya milango na vizingiti vyao. Kama wasingepaka, mpendwa, yule malaika alipokuwa anapita alikuwa na hasira, alikuwa haangalii nyumba ikoje. Ambaye ulishindwa kufuata maelekezo, uwe na uhakika alipigwa lile pigo. Lakini tunashukuru Mungu, tunaona wote waliweza kuweka ile ishara ambayo Mungu aliwapa. Au nini ninakufundisha? Jifunze kuwa mtii. Ina maana hapa mwana huyu Mwisraeli angekuwa sio mtii, nini kingetokea? Angekufa naye. Na ilikuwa ni pigo baya sana. Kwa sababu ilikuwa linachagua mtu wa kwanza, linachagua mwanadamu wa kwanza. Linaenda aliangalia mfalme, haliangalii nani, haliangalii mnyama. Yaani yeyote alikuwa anapigwa. Lakini tunaona dhabihu ya Pasaka ambaye ni kondoo aliweza kutumika kwa sadaka ya kuwakomboa wana wa Israeli. Lakini sisi leo tuna dhabihu inayojitambulisha mbele za Bwana, ambayo ni damu ya mwana kondoo aliye Pasaka wetu. Huyo ndiye tukimtambulisha mahali popote anajijua kwamba sisi ni watoto wake. Sasa inategemea wewe unatembea katika zile sifa. Maana lazima utembee kwenye zile sifa. Kama utembei kwenye hizo sifa za kuitwa mwana, mtu wa Mungu, utaiita damu ya Yesu, hautaona matokeo. Utaita kama unaona wana wa Israeli walivyoweka, kama hawakuwa na hizo sifa, uwe na uhakika wasingeweza kutoka kwenye utumwa. Lakini kama walikuwa na zile sifa, wakafuata maelekezo, walipewa maelekezo mpaka jinsi ya kumla yule kondoo. Yaani walipewa maelekezo mpaka mavazi watakaovaa, mpaka viatu watavaa viatu vya namna gani. Tunaona waliambiwa wafunge na mishipi viunoni mwao, na watamla wakiwa wamesimama. Kwa hiyo walipewa maelekezo mengi sana. Sasa walokole wa leo hatupendi maelekezo. Tunakaidi sheria ya Mungu. Ile amri anazotupa Mungu sisi tunazizoelea. Ndio maana kuna siku niliwasomea Mithali 13 mstari wa 13. Neno la Mungu lilisema hivi, kila alidhalaulia neno la Mungu anajiletea uharibifu, bali anayetii ile amri atapewa thawabu. Kwa hiyo mtu anayetii ndiye anayepona lile pigo. Kama mtu hukutii, hata kama ulikuwa wewe ndio uliyepewa maelekezo lakini hukutaka kutii, uwe na uhakika unapigwa. Hata kwa Yesu tunaona ili ile damu ifanye kazi kuna maelekezo. Ndio maana nimesema lazima uwe na kitambulisho katika ulimwengu wa roho. Na nimeeleza kitambulisho chako ni cha namna gani. Kitambulisho ni ule mwali wa moto, ule muhuri ambao Roho Mtakatifu anakupiga wakati unaokoka, ili uweze kutambulikana kwa Yesu Kristo. Kwa sababu anasema katika Yohana 14 na ule mstari wa 20 mpaka 22, anasema mimi na Baba yangu tutaweka makao. Mimi na Baba yangu tutakuja, tutaweka makao ndani yako. Kwa hiyo moyo wako ukijaa kweli Baba na mtoto wake wamekaa ndani, nani atakuonea? Lazima wakuite mbabe, lazima wakuite wewe ni mchawi. Kwa sababu unakuwa mganga wa waganga, unakuwa mchawi wa wachawi. Ukiwa ndani ya Kristo umehifadhiwa kwenye damu ambao ni uhai wake Kristo. Kwa hiyo huwezi ukaonewa. Ukiona bado unaonewa, hebu jitafakari. Tafakari njia zako. Ukisha tafakari njia zako, utajua ni wapi umepungua. Utajua ni wapi ambako utengeneze na Mungu ili kitambulisho chako kiendelee kufanya kazi. Ni hayo tu. Ninatamani mtu wa Mungu unayenitizama saa hii, unapita kwenye nyakati ngumu. Hizo nyakati kuna zingine si jaribu la Mungu, ni jaribu la wewe mwenyewe umetafuta. Kuna majaribu watu wa Mungu tunayatafuta wenyewe. Umeenda kuzini, ukakaa gesti, umeacha watoto wanateseka, unasema natafuta hela ya mboga. Baba yao alinitoroka. Unalipa ubaya kwa ubaya. Mpendwa, Mungu amesema tusilipe ubaya kwa mema. Kitaka uamini, nenda kasome Matendo ya Mitume 4 na mstari wa 16. Pale anaelezea habari za kulipa ubaya. Hauruhusiwi mtu wa Mungu kulipa ubaya kwa mema. Lipa mema. Yeye hata kama amekutendea mabaya, usiige jino kwa jino. Baba anafanya hayo, mwache. Mama anafanya hayo, baba simama katika kusudi lake. Maana kila atendaye dhambi ni mtumwa wa shetani, na mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa kila nafsi itendayo dhambi ndio itakayoonja mauti.
Sasa unahangaika nini kupigana naye? Usijaribu kuiga. Tunza kitambulisho chako, kitakutetea siku moja. Wewe unaona kwamba hii njia ninayoipita ndio inayonitetea, watoto wangu wanakaa na ulinzi, tembea naye. Unaona kabisa mahali hapa madhabahu hii ndio inanibariki, ninapokea chakula cha kiroho, ninabarikiwa. Lakini kitu kidogo tu kinakuondoa, unaenda kuangukia madhabahu. Madhabahu si zote sasa hivi ziko katika hali ya Mungu. Wengine wameweka vya kwao, wanataka vitu vikubwa, lakini kumbe pale ameweka cha kwake. Nini kinatokea? Mnaongozwa kwenye madhabahu ambazo wamechinja wanyama, wakati sasa hivi sisi tuna damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo mimi ninakushauri mtu wa Mungu, kitunze kitambulisho chako, siku moja kitakutetea. Maana unapokuwa na utambulisho katika ulimwengu wa roho, malaika hawana jinsi ya kukaa mbinguni. Ni lazima washuke wakuatamie, ni lazima washuke wakutetee, ni lazima washuke wafanye makao kwako. Kwa nini? Maana wanajua kabisa huyu tukimzalalisha hapa ni moja kwa moja atafeli. Na kama atafeli, ina maana moyo wake utainama. Na neno la Mungu linasema, linda moyo wako kuliko kitu chochote. Kwa hiyo kama nilivyokueleza, kitambulisho chako ukigundua kwamba ulikidondosha au ulikichafua au jina lako halionekani, kuna kitu kinaitwa toba tu. Basi nitakusalisha sala ya toba mwisho nitakapomaliza hili somo, ambalo kitakusaidia kitambulisho chako kurudi tena katika hali ya kawaida. Na kitambulisho kikirudi utajua tu, kwa sababu kitambulisho kina kawaida ya kudhihirika. Kitambulisho kina kawaida ya kudhihirika. Na kama kina kawaida ya kudhihirika, ukikipoteza utajua hapa nimekipoteza. Kwa nini? Muulize nesi ambaye hana kitambulisho, halafu anaenda hospitali, anataka apite pale getini. Lazima watamuuliza kitambulisho chako kiko wapi. Lakini kama atakuwa amevaa lile vazi, atapita. Na akifika kule mbele, bosi wake atamuuliza, kitambulisho mbona hujavaa? Je, kama ni agent tu umekuja kuwaibia wagonjwa, lazima utaulizwa. Kwa hiyo ndivyo ilivyo ulimwengu wa roho. Yaani ulimwengu wa roho, mpendwa, wanataka ule utambulisho unaokutambulisha wewe ni nani kwa Mungu unayemtumikia. Maana Mungu wetu ni Mungu aliye bora zaidi kuliko miungu yote. Kwa hiyo kama wewe ni mwana, kama anavyosema nitakuita mwana, lazima akupe sifa za kuitwa mwana. Sifa za kuitwa mwana ni kwamba unapaswa ujifunze kutiisha mwili, maana mwili ni adui wa roho. Mwili hupingana siku zote na roho. Yaani mwili hautaki roho imjue Mungu. Kwa hiyo ukisikiliza sana mwili, nakwambia hivi, hata kuacha pombe huwezi. Kwa sababu utakapotaka tu kuacha pombe, ndio unapata marafiki wanakwambia njoo nikutoe out. Lakini unapotaka kusema leo sasa niamue tu nitulie, tayari unapata out. Lakini ukishaamua kwamba sasa hili imetosha, enough is enough, lazima utaona Mungu anakutokea na upendo wake akianza kukata yale makapi yote. Baadaye unabaki wewe na ule utambulisho halisi. Kwa hiyo ninatamani sana watu wa Mungu tutambulikane katika ulimwengu wa roho. Sio unakuwa umeokoka halafu ulimwengu wa roho unakuona una chata ya uchawi. Wewe umeokoka lakini kanisani bado unaenda na hirizi. Ukikaribia kuingia kanisani, hirizi unaiweka kwenye mti. Ukitoka unayo. Unatesa kanisa. Unatesa madhabahu. Mchungaji anahangaika kuhubiri, kumbe wewe umevaa hirizi zako. Zinapumua juu ya mti. Zinawasiliana sasa. Nisaidieni, unaita kwa ishara zako. Waje wakusaidie. Hapana. Simama na Mungu ili akutambue, na akisha kutambua atajitambulisha kwako. Tunaona hapa Moses alipotambulikana kwa Mungu, pale alipogeuka akasema niyaone maono haya makubwa namna hii, ndipo Mungu akajitambulisha kwake. Akamuita Moses, njoo. Na alipokuja akamwambia vua viatu vyako. Na alipovua vile viatu, kuna jinsi Mungu akajifunua kwake. Alipojifunua akampa maelekezo. Yale maelekezo ndipo Moses anaanza kujitetea. Akawaambia niko ambaye niko amenituma kwenu. Kwa akaamua aende atambulikane sasa kwa wana wa Israeli. Kama walikuwa wanasikiaga kuna Mungu wa Ibrahim, ndo amekuja sasa. Kupitia nani? Sauti ya Moses. Kwa hiyo leo nimependa nikutambulishe habari ya kitambulisho cha ulimwengu wa roho. Unatambulikanaje? Jifunze kusoma Efeso 6 mstari wa 10
mpaka 15. Vaa zile silaha zote. Usikubali. Vaa viatu vya chuma na shaba. Vaa dilia haki. Vaa ile element. Bodaboda wanavaa element. Wakianguka kichwa hakipasuki. Lakini wewe unaenda tu mweupe tu, atakupiga. Ndio maana Yesu Kristo aliwaasa wanafunzi wake, akawaambia kaeni Yerusalemu mpaka mvike ule uwezo wa Roho Mtakatifu, ndipo mtakapotenda makuu, ndipo mtakapofanya mambo makubwa. Kwa nini? Kwa sababu alijua wakienda hivyo walivyo hawana kitambulisho, wachawi watawatandika, waganga watawapiga, mizimu, miungu vyote vitawaonea. Kwa hiyo ninakushauri mtu wa Mungu, usiku wa leo nimekuja na neno dogo lakini ni nzuri. Tafuta kitambulisho chako. Wewe uliyeokoka, umemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini ukikaa hata nyumbani unakokaa, hata mtu wa karibu tu hajui kama umeokoka. Tena ukitembea, ukikutana na wapendwa, utambulisho wa salamu tu unaukataa. Bwana asifiwe, unawaambia mambo poa. Kwa nini? Unaogopa kujitambulisha. Kwa sababu humtaki huyo Yesu, na Yesu amesema ukinikana mbele za rafiki zako, na mimi nitakukana mbele za malaika zangu. Kwa hiyo hiari yako kukubali au kukataa. Kama ukiona kwamba ni heri kumkiri Kristo, mkiri kwa rafiki zako. Umekaa kwenye gari, funua Biblia yako, soma. Ndiye rafiki yako huyo. Unaposoma neno wewe unatumika kuwa chombo cha kupulia. Kwa hiyo kwenye gari wewe mtu mmoja unaweza kuokoa gari zima lisipate ajali. Adui ametega mitego kwenye gari, lakini yuko ambaye hawawezi wakaigusa ile damu yake, maana ni moto mkali. Kwa hiyo nini? Unasababisha watu wote wanapona kwa sababu yako wewe unayempenda Yesu Kristo. Kwa hiyo jifunze kutunza kitambulisho chako. Usiku wa leo natamani kuelezea habari za kitambulisho, kwa sababu wapendwa wengi wamepoteza vitambulisho makanisani. Wengi wanakuja kanisani kwa mazoea. Wengi wanakuja kanisani kwamba kwa sababu yeye anaimba basi anakuja, lakini hana ile neema. Kitambulisho kilishapotea. Ulimwengu wa roho anamjua yeye ni mzinzi, lakini yeye anasema nimeokoka. Ulimwengu wa roho anamjua yeye ni mchawi, lakini yeye anasema nimeokoka. Ulimwengu wa roho anamjua huyu ni kahaba. Lakini ulimwengu wa roho unamtambua kwamba mbona huyu jana tulikuwa naye kwa waganga na ana alama zetu, lakini pale anaimba, anasifisha mpaka watu wote wanabaki wanashanga. Kwa nini? Hutapokea zile sifa za baba yetu Ibrahim ambazo tunazipokea kupitia Kristo Yesu. Kwa nini? Zile sifa za Yesu Kristo ameeleza kabisa kwamba ili upokee ni lazima uwe hivi, uwe hivi, uwe hivi. Biblia inatuambia nenda kasome Maraki 3 mstari wa 9 pale. Anaeleza kwamba ukiwa mtoaji wa zaka na dhabihu kuna vitu utavipokea. Ukiwa mtu ambaye hutaki dhambi kuna vitu utapokea. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana. Lakini kama wewe unatenda dhambi, halafu unaenda unamtolea Mungu sadaka, unamdanganya mchungaji ili aendelee kukukumbatia asikukemee, mpendwa, unapoteza kitambulisho chako. Maana neno la Mungu linasema tukemee, tukaripie na tuonye. Akishindwa kuelewa tumtenge. Kwa walio wengi sasa hivi akishajua kwamba mchungaji hapa ameniona, hapana. Kuna siku nitoe ushuhuda kidogo. Kuna siku nilikuwa na mtu mmoja namshuhudia. Mara kwa mara namshuhudia, lakini siku moja akaniambia, mama, mimi nataka niwe nakupa sadaka, lakini sasa niombee. Nikamwambia nikuombee nini? Niombee biashara yangu. Akaleta box kubwa. Kuangalia box lina mirungi. Sijui unafanyaje kama wewe mtu wa Mungu. Utaombea na ulishakula sadaka zake. Na muda si mrefu, muda wao umekula na chakula chake. Kwa nini nilimfundisha? Nikamwambia, mpendo, hii ni biashara ambayo wewe umeokoka utakiwa kuitumia. Akasema, mbona wapo wachungaji? Yaani watu hawajui kama wokovu ni mtu binafsi na Mungu. Yaani mtu akishaona kwamba mtu fulani ni fema, mtu fulani ni askofu, kwa anamwangalia yule yuko tayari kuanguka aende jehanamu kwa sababu ya yule mtu anafanya kile. Mbona yule tena yeye ndo anayetutafutia zile dawa. Lakini hajui kama amepata neema yeye kujua kwamba dawa hizi hatakiwi kuziuza. Hakuweza kuelewa. Mara alipotaka kwenda kuuza akapata hasara karibu 200,000. Akasema, mimi nimemuombea mabaya, lakini nikamwambia huyo ni Mungu anakuonya, na kama hautosikia basi zitapotea zote. Yaani utakuja kujikuta siku umeagiza mzigo unakamatwa wote na unatoa fine, unabaki huna kitu. Geuka, mtumikie Mungu kwa uaminifu. Yeye ana biashara nyingi. Anasema ukitembea na Kristo utafanya biashara ya kawaida, lakini Mungu ana kawaida ya kukupa kitu ambacho kitaonekana kwa maadui.
Kwa hiyo Mungu lazima atetee ile biashara yako. Sio kwamba eti ukifanya ya mirungi ni kweli inakuja na faida nzuri kwa haraka, lakini ina madhara makubwa. Unaangusha ule wokovu, unamrudisha Yesu Kristo msalabani. Kwa hiyo ushuhuda nikashangaa, nakuja yeye mwenyewe kusema tena yani mama uliniombea lakini kumbe ulinilaani. Nikamwambia mimi sina mamlaka ya kulaani. Mimi nimeumbiwa kinywa cha kukubariki. Kwa hiyo kama ukiona mwenye kukulaani ni Mungu peke yake, ndiye aliyesema katika ile Mwanzo 12 mstari wa 1 mpaka wa 3. Anasema atakaye kulaani nitamlaani. Nitakulania yeye akulanie. Nitambariki yeye akubarikie. Hajasema mimi nitamlaani, nitakulania. Watu hawaelewi maandiko. Kama amesema yeye nitakulania, yeye ndio anayelaani. Kwa hiyo mimi sina kazi ya kulaani. Mimi kazi yangu ni kukubariki, utakutana na moto wa Bwana. Anasema kwa kubariki utaweka makaa ya moto juu ya kichwa chake. Kwa hiyo kazi yako, ng'ang'ania kitambulisho chako. Usikubali mtu akakichafua kitambulisho chako katika ulimwengu wa roho. Unapokiacha kikadondoka au kakipoteza au kafutiwa ule utambulisho kwamba wewe ni mtu uliyookoka, lakini umepoteza, umeanguka, umeona bora nitembee tu London, kuna jinsi unamrudisha Yesu Kristo msalabani. Basi siku ya leo nimependa kuwaelezea vitu hivyo. Ninayo mambo mengi lakini muda hauniruhusu. Nilikuwa na Matendo ya Mitume 9:3, 6, Matendo ya Mitume 10:1, 5. Yote hayo ni Mungu anajitambulisha kwa watu wake waliotenda mema. Tunaona hapo Matendo ya Mitume 9 anajitambulisha kwa mtu aliyokuwa muuaji, ameshamchosha. Kwa hiyo naye akajitambulisha kwake kwa ukali mpaka yeye mwenyewe anasema bila shaka wewe ni Yesu. Akasema ndiye, mimi ni Bwana naye niuzi. Kwa hiyo ninaona jinsi ambavyo Matendo ya Mitume 10, Cornelio anatokewa na miali ya moto. Mungu anajitambulisha kwake kwa uwezo wa ajabu sana. Kwa hiyo tunaona vitu vingi sana. Muda haututoshi. Mambo ni mengi. Kuna Mwanzo 18:1-5, kuna Mwanzo 15 Mungu anajitambulisha kwa Ibrahim kwa mara ya kwanza, anamwambia mimi nitakuwa ngao thabiti kwako, kwa sababu ametoa ile zaka kwa uaminifu. Kwa hiyo ukiwa mtu unakitunza kitambulisho chako, Mungu atajifunua mara kwa mara atakufanya kwa rafiki yake. Kwa nini uharibu kwa urafiki na Mungu wakati Yesu Kristo alimwaga damu kwa ajili yako, akatununulia makabila, akanunua mataifa, akakupatanisha na yule baba yake ili uwe na urafiki naye tena, halafu wewe unakataa tena? Mimi nakushauri siku ya leo, ninaomba tuweze kuomba ile sala ambayo tutaingia toba ili tuweze kumrudia Yesu aturudishie utambulisho wetu, ili katika ulimwengu wa roho mapepo yatuogope, wachawi watuogope, kila aliyekuwa amezoea kutulisha vyakula vyake ulimwengu wa roho atuone tumekuwa watu wengine. Basi tutasoma hii Warumi 10 mstari wa 9 na wa 10, halafu tutaweza kusali hiyo sala ya toba. Basi ngoja tusome hapa. Anasema, basi ulioko nyumbani lisikia neno hili, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni, unapaswa umuamini ili akae ndani yako, aweke makao, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Naona utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa mtu hukiri hata kupata wokovu. Kwa hiyo tutasali sala ya toba hapa kwamba kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, lakini kwa kinywa mtu hukiri hata kupata wokovu. Kwa hiyo Mungu ametoa angalizo, sio lazima, hakulazimishi, ni hiari yako. Kwa hiyo ulioko nyumbani unaisikiliza clip hii, tuambatane kwenye sala hii ya toba ili Mungu aweze kutufutia ile mihuri ambayo adui alitupachika mihuri yake ili tushindwe kuitwa wana. Leo Mungu aturudishie ile asili aliyotuokoa nayo, aweze kuturudishia miara ya moto, aweze kuturudishia kitambulisho ambacho ni moto wa Roho Mtakatifu. Basi nitaomba muda huu. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu. Ninatubu dhambi zangu zote.
ninaomba unisamehe. Yesu, ingia ndani yangu na Roho wako kwa upya. Nifanye kuwa chombo kipya. Nifanye kuwa chombo cha kupulia. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo mimi ni mwana wa Kristo. Mpendwa, uliyefuatisha maneno haya, jua kwamba umekuwa ni mmoja kati ya ufalme wa Mungu. Karibu kwa waliookoka. Hata kama ulikuwa umerudi nyuma, Yesu hakumbuki tena. Amefuta kabisa. Usijihukumu moyoni. Jua kwamba Mungu amekusamehe na amekufanya kuwa mwana wa pendo lake. Katika jina la Yesu Kristo, basi acha niombe kidogo. Baba, katika jina la Yesu, ninawaleta watoto wako ambao wananisikiliza. Wameweza kuingia toba kwa kuwa walifuta utambulisho ambao Mungu ulikuwa ukiwatazama katika ulimwengu wa roho, huwezi kuwaona tena. Tunaona kitambulisho cha Eva na Adam ilikuwa ni kukaa kwenye bustani kwa heshima. Mungu, tunaona watu wale walikuwa uchi lakini walikuwa hawana haya kwa sababu utukufu wa Bwana ulikuwa umewafunika. Lakini Bwana walipogusa tu lile tunda, tunaona uliwaacha. Kwa hiyo kitambulisho chao kikafutika, wakaitwa si wana tena, bali wakawa ni watoto ambao wamejitenga, ndipo wakajijua kuwa wako uchi. Bwana Yesu, tunaomba utufundike na mavazi yako ya heshima tena. Tuondolee yale mavazi yaliyochakaa ambayo shetani alituvika. Tunayakataa kwa jina la Yesu. Tunafunga hiyo milango yote ya adui ambayo alikuwa ametupelekea kuwa wadhambi. Kuanzia leo, mimi na wale walionisikiliza kwenye mtandao, Baba, ninatubu kwa ajili yao. Ninaomba uwasamehe na uwarehemu. Ufute majina yao kwenye vitabu vya hukumu, bali waandike kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo wakujue wewe kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Waondolee roho za miungu zinazowafuatilia. Tunavunja na kuharibu laana zote ambazo adui alikuwa anapata uhalali kuwaonea. Ikiwa kulikuwa kuna sadaka iliyokuwa inanena kwa ajili yao, leo tunaifuta, tunaisimamisha sadaka ya damu ya Yesu Kristo. Yesu, ninakushukuru kwa kumenitumia kama chombo. Sibebi utukufu wako, bali Bwana, mbegu hii niliyoidondosha ikadondoke kwenye udongo mzuri. Katika jina la Yesu Kristo, ninawabariki watoto hawa kwa damu ya mwana kondoo. Kuanzia saa hii Bwana, wakawa salama na mihuri yao ikawarudie, ili wakaone ule uzilisho wako ulivyokuwa ukiwalinda, ulivyokuwa ukiwapa afya, ulivyokuwa ukiwapa uzima, ulivyokuwa unawapa utele wa chakula. Bwana, nenda kawashughulikie, kawasaidie sawa sawa na neno lako. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba kupitia jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.